Baba yetu tunayempenda Askofu Peter Kideka alikuwa hapa akaweka msingi mwema sana. Asema kwamba kumfahamu adui wa ndani. Kumfahamu nani? Ama kumshambulia ama kumwangamiza adui wa ndani. Na mimi nilikuwa natarajia aseme mashetani ndani ya mtu ni adui wa ndani. Nikakuta adui wa ndani ni mtu mwenyewe. Ni mwenye mwili na mwenye kila kitu alicho nacho. Yaani hapo wewe umekaa, you are the enemy of yourself. You are the enemy of your own self. Bwana Yesu asifiwe. Muulize rafiki yako, unajua wewe ni adui wa wewe? Mbona muulize, unajua wewe ni adui wa wewe? Adui wa mtu, Biblia inatuambia kwamba Yesu akasema adui wa mtu ni yule wa nyumbani mwake. Lakini pia baba yetu Askofu Peter Kideka akatuambia adui wa mtu ni wewe mwenyewe. Na tukaona fact za kweli, mtu mwenyewe anaweza kuwa adui wa wewe mwenyewe. Na leo nataka niendelee pale, niguzie kidogo, kwa sababu kuna mambo unastahili uelewe bado hujayaelewa. Kumtambua ama kumfahamu ama kumwangamiza ama kumshambulia adui wa ndani. Tukasema adui wa kwanza, adui wa ndani, tukasema adui wa kwanza ni nani? Moyo wako. Jipigie makofi mazuri. Moyo wako. Leo I'm gonna be much educative. Moyo wako. Moyo wako ni adui mkubwa wa maisha yako. Na tukasoma Jumatatu, tukajifundisha, tukaendelea na somo hilo. Tukasema kwamba baba yetu akatuambia moyo wa mtu, moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu, ama una udanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Una ugonjwa wa kufisha. Maana yake moyo wa mtu maradhi yake ni makubwa, hayana tiba, lakini lazima yatafutiwe tiba ili upate unafuu, upate unafuu wa kimaisha ya moyo wako. Na Jumatatu tukaona kwamba linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana huko ndiko kunatoka chemichemi za uzima. Pigia makofi. Linda sana moyo wako, maana huko ndani ya moyo kunatoka nini? Chemichemi za uzima. Kinyume cha uzima ni nini? Ni umauti. Usipoulinda moyo wako, umauti unaingia. Kwa hiyo mwanadamu moyo wake anastahili aulinde kuliko mali aliyonayo. Mwanadamu anastahili aulinde moyo wake kuliko mke aliye naye. Mwanadamu anastahili aulinde moyo wake kuliko watoto alio nao. Mwanadamu anastahili aulinde moyo wake kuliko mume aliye naye. Mwanadamu anastahili aulinde moyo wake kuliko mali, kuliko fedha, kuliko utajiri, kuliko ajira, kuliko masomo, kuliko vitu vyote. Mwangalie jirani, muulize, unalinda nini sana kwenye maisha yako? Majeshi. Maana kwenye moyo wa mwanadamu kunatoka nini? Chemichemi za uzima. Ukikoza kuulinda moyo wako, kunatokea chemichemi za umauti, chemichemi za dhambi, chemichemi za balaa, chemichemi za mikozi, chemichemi za mawazo, chemichemi za stress, depression kwenye maisha yako. Linda sana moyo wako.
Mwangalie jirani yako, mwambie linda moyo wako kuliko vyote ulinavyo. Tumekuwa tukipiga wachawi na hatutaacha kupiga, lakini lazima sasa tujiweke sawa sisi wenyewe. Moyo wa mwanadamu umejaa mambo mengi ndani, na moyo huwa na mambo mengi zaidi. Kasema moyo kazi yake ni kusukuma damu, lakini tukasema tena mwanadamu, sengine hiyo chupa, mwanadamu ameumbiwa kwa vitu vitatu. Mwanadamu ana mwili, ana roho na ana nafsi. Hebu turudie tena, mwanadamu ana nini? Ana mwili, ana roho, ana nafsi. Turudie tena, mbona ya kwanza 2 3. Mwanadamu ana mwili, ana roho, ana nafsi. Ili ukamilike lazima hizi vitu vitatu viambatane. Na wakati tunasema mtu tunao wawili, kuna mtu wa nje na kuna mtu wa ndani. Mtu wa nje kazi yake ni kumbeba mtu wa ndani. Mtu wa nje ametoka katika udongo, naye ni wa mavumbi. Ametoka mavumbini, naye ni wa udongo. Na mtu wa pili ametoka mbinguni. Na ndio maana tunasema mtu ni roho yenye nafsi inayoishi ndani ya nyumba. Nyumba inaitwa mwili. Kwa hiyo ili tulete utofauti vizuri, tunasema mtu ni roho. Ili tupate uhakika wa mtu aswa ni nani, tunasema anaishi ndani ya nini? Ya nyumba. Nyumba inaitwa nini? Inaitwa mwili. Hebu mwanafunzi mzuri aliambie, mtu ni nani? Mtu ni roho yenye nafsi inayokaa ndani ya nyumba. Nyumba inaitwa mwili. Tupigie makofi mazuri mwalimu. Sikiliza hapa. Basi mwanadamu ana ugonjwa wa kufisha kwenye moyo wake. Na moyo wake huo, kwa nini una ugonjwa wa kufisha? Kwa sababu ni mdanganyifu. Una udanganyifu. Biblia inauliza, ni nani hawezaye kujua? Ni nani hawezaye kufahamu? Ni nani hawezaye kutambua? Maana moyo wa mwanadamu ni hatari. Basi mtu ambaye ni yule anaishi ndani ya nyumba inaitwa mwili, ndiye ana authority ya kutawala mwili wa nje. Akitawala mwili wa nje, anapata mafanikio, anapata ajira, anapata kuolewa, anapata neema, anapata kuinuliwa, anapata promotion, kwa sababu ametiisha wa ndani. Basi mtu wa ndani anafanana na wa nje, ijapokuwa wa ndani haonekani. Kama mnanielewa? Mnanielewa? Nimesemaje? Mtu wa ndani anafanana na mtu wa nje. Mtu wa nje tunamuidentify kwa mwili wake, lakini mtu wa ndani uwezi ukamfahamu ukimkuta nje ya mwili wake. Ijapokuwa wote tunafanana wa ndani, wote wa ndani ana jinsia ya kiume wala ana jinsia ya kike. Wa ndani ni yule yule ambaye Mungu anasema kwamba, Biblia inasema kilichozaliwa na roho ni roho, kilichozaliwa na mwili ni mwili. Basi kilichozaliwa na roho ni roho, maana yake kinafanana. Naye aliyekizaa anasemekana naye ni roho. Biblia inasema Yohana 4:24, na wote wanaomwabudu Mungu wamwabudu ndani ya roho na ndani ya kweli, kwa sababu Mungu ni nani? Ni roho. Mwangalie jirani yako, muulize, unajua Mungu ni roho? Tukipiga class wakati ule tuliambiwa kwamba Mungu ni muumbo. Mungu ni muumbo wa vitu vyote, vidogo vidogo na vikubwa vikubwa. Mungu ni muumbo wa vitu vyote. Ana mwanzo wala hana mwisho, wala ana mfano wote anaweza kufananishwa nayo hapa duniani. Hiyo ni class, ndio uende ukapatiswe. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini the reality of the answer, it is God is spirit. Mungu ni roho, na wote wanaomwabudu yeye nani huyo roho? Anayemwabudu nani? Huyo roho aitwaye Mungu. Kwamba wamwabudu ndani ya nini? Ya roho. Maana yake waame kwenye mwili, waingie wapi? Rohoni. Maana yake aliye ndani ya mwili afanye nini? Haunganike na baba yake aliyemleta duniani. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo aliye ndani anastahili aame kwenye mwili, aunganike na aliyemleta, waungane, wawe kitu kimoja. Pepo akija anakemewa, shetani akija anakemewa, magonjwa yakija yanakemewa, balaa ikija zinakemewa, magonjwa ya kila aina yaliyo yasiyo na tiba yanakemewa. Mito ikikaa mbele inakaushwa, milima ikisimama inapasuliwa, madhabahu zikiinuliwa zinavunjwa, na hata maashera yakipandwa yanakatwa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sasa sema moyo. Hebu sema moyo ni wakulinda sana. Bwana Yesu asifiwe. Muulize rafiki yako, umejifunza nini? Atakwambia moyo. Sasa sema mwanadamu ana viungo, na ndio sababu Jumatano tukaangalia kwa habari ya namba 2 ni nini? Mwili wa nani? Mwili wako. Kwa habari ya mwili wako tukaona mwili una viungo tofauti, na kila kiungo kina kazi yake. Amen. Kila kiungo kina kazi yake. Mwangalia jirani yako, mwambie kila kiungo kina kazi yake. Lakini kabla sijaingia pale, nataka nikuguzie kitu kimoja hapa. Ujue kwamba moyo wa mwanadamu unaweza ukaibiwa. Moyo wa mwanadamu unaweza ukaibiwa. Ukakuta mtu anawaza vitu kutoka ndani ya moyo ambazo yeye kama yeye astahili kuwaza. Sikiliza hapa. Ukawa wewe moyo wako umenyofolewa, umepelekwa mahali ukawekewa moyo wa kuwaza maovu. Ikawa wewe badala ya kuwaza faida unawaza hasara. Badala ya kuwaza kufanikiwa unawaza umerogwa. Badala ya kuwaza maisha mbele unawaza kukwama. Sikiliza, whatever you mention much, it is what comes on your way. Kile unachokisema sana ndicho huwa kinakuja kwako. Bwana asifiwe. Kwenye moyo kunatapikwa vitu vingi. Unatapika hasira, na mchukie fulani, sitaki kumuona. Mawazo ya moyo wa wanadamu ni hatari sana. Ni hatari. Ukiwaza kushindwa, huwezi ukashinda hata siku moja. Ukiwaza kumuua mtu, utamuua mtu tu, hata kichukua miaka 2 kama Absalom. Utakuja kumuua. Kwa sababu nini? Ni mawazo ya moyo. Ukiwaza kulala kanisani, utalala tu. Kwa sababu nini? Uliwaza ukapumzikia wapi? Kanisani. Ni mawazo ya moyo wa wanadamu. Mwangalia rafiki yako, mwambie mawazo yako nawaza nini? Muulize nawaza nini? Ukikutana na mtu ambaye aidha mlishakuwa na grudges, mkishakutana mambo yanainuka, sipendi kumuona. Maana yake mawazo yameanza kufanya nini? Kuzunguka. Yameenda kureverse. Alinifanyia hiki, alinitendea hiki, aliniongelea hiki. Ni mawazo ya moyo. Na alafu pale ukitokea pale unaanza kumchukia. Chuki ni mbaya. Chuki inaua. Chuki inaharibu. Chuki inafunga milango. Chuki inazuia njia za kwenda kwenye mafanikio. Acha chuki na ufungua mlango wako uende kwenye baraka kwa jina la Yesu. Mwambie rafiki yako, achia moyo wako uwe free. Majeshi
Mwangalia rafiki aliye karibu na wewe, mwambie achia moyo wako uwe free. Hata kama una rafiki jiambie, achia moyo wako. Achia moyo wako uwe free. Majeshi. Mwangalia rafiki yako, mwambie my friend, kile kitakusaidia kwenye maisha ni kuachia moyo wako uwe free. Kwa nini watu wengi wamejaa bitterness? Bitterness imejaa watu kwa sababu mioyo imejaa chuki. Aidha mtu alikufanyia kitu, alafu kutoka pale ukaweka bitterness kwa maisha. Ama mzazi, unakuta mtu anachukia wazazi wake, anachukia ndugu zake, anachukia wanaoenda kanisani na wao. Waje nikwambie, unafanya kazi ya bure kwenda kulisikia neno. Achana nayo kwanza, uwaze tengeneza njia zako na Mungu ili usaidike, kwa sababu hata ukimwona aliyekukwaza, kama wewe ulishambeba, utaishi kuwa umembeba. Na kuanzia leo ninatoa neno kwa mtu yeyote aliyejaa bitterness, inaachia neno la kwako. Neno hili ni kwamba funguka kuanzia leo, achana na chuki, achana na bitterness, fua hiyo vazi ya bitterness, acha iende, usonge mbele kwa jina la Yesu. Sema amen. Kuna watu wamejaa bitterness na mwalimu akimwona mwalimu wa physics ama wa chemistry ama wa hesabu ashakasirika, mpaka anatema na mate kwa sababu anamchukia jirani. Jirani umekaa naye, lakini sasa uweze kumwabisha, amejenga hapo, umejenga hapo, lakini salamu hamna. Hata ukimwona unaongeza steps za kwenda, kwa sababu utaki kuongeleshe, una stretch your steps, kwa sababu kuna jambo fulani alikufanyia. Aidha kuku wake waliingia kwako wakala mahindi, ama kuku wake mbuzi wake waliingia kwako wakanywa maji ya kuoga. Ndio kitu kidogo kinakujaza bitterness kwenye moyo. Boyfriend wako tu mlikosania kitu kidogo, mpaka leo umechukua watu wote ukasema wanaume wote ni mbwa. Hata baba yako amesahau kwamba ni mwanamume, mpaka umemweka pale awe ni mbwa. Ni hatari. Hebu sema ni hatari. Mwambie rafiki yako ni hatari. Fungua moyo wako kuanzia leo. Simwambie fungua moyo wako kuanzia leo. Mbona sikii sauti? Fungua moyo wako kuanzia leo. Majeshi. Mwangalie rafiki aliye kushoto kwako sasa, mwambie my friend, fungua moyo wako, achana na bitterness. Bitterness inafunga milango ya connection. Hello? Wacha nikwambie kitu. Connection ina tabia ya kuwa na watu unaowachukia. Mafanikio ya mtu ili upate connection sio kwa rafiki yako, iko kwa mtu unayemchukia. Devil knows who is your connection. Sijui kama umeelewa. Watu unaowachukia sana ndio wa msaada kwako. Ndio sababu kwa Biblia Mungu ni mdanganyifu, anasema kwamba atawafanya adui zako kuwa rafiki wako. Atawafanya adui zako kuwa nini? Rafiki zako. Maana yake Mungu anajua adui zako hao ndio wamebeba mali ya wewe kutajirika, ndio wamebeba duka yako, ndio wamebeba scholarship yako, ndio wamebeba faida ya watoto wako. Na ndio sababu mimi wanasema hivi, I'm very social to everybody. Uweze ukanichukia kwa sababu niko na connect, niko na hiyo socialization na adui yako. Wanaweza asifiwe. Unaweza ukanishtumu, ukaongea maneno yakajaa hata kipapa, hadi sio kipapa ama kinaitwa nini? Kichupa, kikajaa, bisu ikajaa,
ikaoverflow kwa maneno ya kunishtumu kwa sababu naingiliana na watu. Lakini ujui kwamba watu ni wa muhimu sana kwenye maisha yako. Watu ni wa muhimu sana kwenye biashara yako. Watu ni wa muhimu sana kwenye ndoa yako. Watu ni wa muhimu sana kwenye huduma yako. We are called for people. We are not called for some people. Si kama nanielewa? Hivi wakati tunasema tunataka mega church, tutapaswa kuwa na social na watu. Yes. Hatuwasienda. Sikia mtu Mungu. Hivi leo tuko hivi tulivyo hivi wachache hivi. Halafu sasa ukaenda kumchukia fulani, ukamchukia huyu, ukamchukia yule, umtaki hapa, sikutaki, kama aondoke na mimi siji kanisani. Mega church na mega church, mega church na mega church, mke wangu, na mega church haipatikani kwa sababu kwenye mega church kwanza ndiko kuna vikwazo vingi zaidi. Wewe kuuliza swali, waliokuwa wanamseti baba yetu ni akina nani? Waliokuwa wanatengeneza scandals kwa ajili ya baba yetu ili aanguke ni akina nani? Mpaka maprotocol, mpaka watu wa Biblia, mpaka watu wa praise and worship, mpaka watu wa mbele yake, mpaka waimbaji. Tena amewasupport mpaka anawanunulia na gari, na wanamsaliti kwa fedha. Wanapewa fedha mingi na watu wa serikalini kwa sababu wanaonekana wako karibu naye. Kutoka pale wanatengeneza scandal. Mega church is very important, but you have to be very careful. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiniona na rafiki, ukiniona na adui yako, mniachie yeye. Tena kuniambia kwamba sijui alinifanyia nini. Sasa unajua niachie. Najua ninachotafuta. Hakuna mtu ambaye hawezi akakosa kubadilika. Mtu yeyote kama mimi nilibadilika, hakuna mtu ambaye hawezi kutokubadilika. Kila mtu ana potential ya kubadilika. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Moyo wa mwanadamu unaweza ukakutengenezea scandal, my friend. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Tupite pale. Tuna namba 2, mwili wa mwanadamu. Tukaona kwamba mwili wa mwanadamu ni adui mkubwa wa maisha yake. Tukaziangalia tamaa za mwili na tabia za mwili. Tukaona baba yetu atufungulia Wagalatia sura ya 5 mstari wa 19 kwenda chini. Tukaona hizi ndizo tabia za mwili. Namba 1, tukaona usharati, tukaona uchafu, tukaona ibada ya sanamu, tukaona uchawi, tukaona ulevi, tukaona ulafi, tukaona usuta, tukaona nini? Tukaona fitina, tukaona chuki, tukaona mambo mengi. Na Biblia katuambia na mengine, maana yake yako mengi zaidi yaliyoandikwa hata hayafiki kwota. Majeshi hayafiki kwota yaliyoandikwa. Mwangalie jirani yako, unajua, muulize, unajua matendo ya mwili? Unajua ni mengi. Sasa mwili wa mwanadamu una viungo vingi. Baba yetu akatufundisha kwa habari ya milango 5 katika mwili wa mwanadamu. Baba yetu askari mwaminifu Joseph Atubwajima akatufundisha kwa habari ya milango 5 katika mwili wa mwanadamu. Na mimi Jumatano nikasema kichwa cha mwanadamu hiki. Wewe angalia kichwa hiki, usipite shingo. Kichwa hiki kina vitu hatari kwenye maisha ya mtu. Kichwa pekee yake. Wewe unaniangalia kichwa, hebu shika kichwa chako. Kichwa chako
Shika kichwa chako. Kichwa cha nani? Chako. Sio wewe kichwa. Shika kichwa chako. Kichwa kina mambo mengi. Number one, kina masikio. Number two, kina macho. Number three, kina kinywa. Number four, kina pua. Number five, kina ulimi. Bwana Yesu asifiwe. Ngapi? 5. Na hivi vitu vitano bado hatujashuka. Bado hatujashuka. Kwanza waje tuwakelele huku juu ni hatari zaidi. Moto iko humu. Kama huku kungekuwa blind, huku chini at least ungekuwa sawa kidogo. Mimi naongea Biblia. Sikiliza hapa. Kinywa cha mtu, ulimi wa mtu, pua la mtu, masikio ya mtu, macho ya mtu. Hizi vitu vya nje hizi zinaonekana ni hatari kuliko vitu vingine vyote kwenye mwili. Unachokitazama sana, unatazama nini? Macho ya mtu ni mlango wa kupokea vitu vya nje viingie kwenye mawazo, viingie kwenye moyo direct bila kupinga. Unachokiangalia sana ndicho kinajaa kwenye mawazo na kwenye moyo wako. Ndio maana kama wewe ni mwangalizi sana wa films, movie ama series, na series zinaanza na masaa. Kuna watu wanaweza kuacha kwenda kwenye ibada ya katikati kwa sababu saa moja imekaribia waende kwa sababu ya kipindi cha either 6:30 ama 7:30 waangalie series isipite. Afadhali akapitwa na mahubiri ambayo itamsaidia kwenye maisha, akaenda kuangalia film iliyotengenezwa na watu ambao wana nia ya kutafuta fedha, wewe ukaenda kuharibu muda wako kuangalia. Macho yako ndio yanataka kutazama mitandao vilivyo imbuka hivi juzi. Kuna news, kuna swaga mpya, kuna msukile mpya, kuna mvalie mpya, kuna nguo mpya imetoka juzi. Niliona kwenye mtandao, niliona mshono fulani, nataka na mimi ni ushone. Kuna msukile fulani na mimi ni suko huo. Sikiliza, kukopi ulioyaona unayaingiza ya dunia kwenye maisha yako. Hata kama kuna amen, nasema hamira mwenyewe. Sababu najua nimeshanguza penyewe sasa. Unachokitazama utakitamani. Unachokipenda kukiona sana ndipo hazina yako ilipo. Kile unapenda kukiona sana ndipo hazina ya moyo wako ilipo. Na ndio sababu unakuta leo watu wengi kanisani, they are very down in prayers, they are very down in gospel, they are very down in fasting and prayers, because kwa kile wanachopenda sana ndipo moyo wao ulipo. Gusa rafiki, muulize unapenda kuona nini? Sijasema kuona movie ni vibaya, lakini ni nini unaingiza kwenye nafsi yako? Kile unachokiona kikiingia kwenye maisha yako kina uwezo wa kudelete, kuformat ile memory ambayo imehifadhi neno la uzima kwenye maisha yako. Majeshi, kile ambacho
ambacho unakitazama sana kwenye hiyo mitandao, kwenye hiyo TikTok, kwenye hiyo Facebook, kwenye hiyo Twitter, kwenye hiyo Instagram, kwenye hiyo unaita hivyo, hiyo unataka kuangalia kwa GoTV, hiyo unapenda kuangalia kwa Zuku, hicho unapenda kukiangalia sana, kina uwezo mkubwa wa kufanya maisha yako yaharibike kabisa ama yainuke kabisa. Majeshi ya Bwana. Na wazazi tumeruhusu watoto wetu kuangalia vitu ambavyo haviwasaidii kwenye maisha. Hata wazazi wenyewe. Hivi nikuulize mzee, ukamkuta binti yako yule amefungua TV anaangalia movie ya Nigeria ya kimapenzi ama ya love, watu mwanaume na mwanamke wanabusiana pale, wanaangushana mpaka kitandani, wewe unajichukuliaje kwenye akili yako kuhusu mtoto wako? Na usipomuonya umejenga nini kwenye mtoto wako? Umemshamharibu akili, kwa sababu akitoka hapo na yeye anataka wakufanana na yeye, wafanye practice ya kile kinaendelea, na kama haupo ataletwa kwa nyumba. I tell you the truth, dunia imeendelea sana kwa kuleta uharibifu kwenye maisha ya watoto wetu. Dunia imeharibika sana kwenye maisha ya sasa, kuharibu ndoa zinazoendelea kwa sasa, kwa sababu hata wamama wengine ndio wanakopi kwenye mitandao yale mambo yanaendelea, wanataka kuyaleta kwenye nyumba, yaendelee kwenye nyumba. Akiangalia movie ya Nigeria, anasoma namna ya kubishana na mume wake. Hakuwa hivyo, lakini sasa ameona pale movie ni movie, lakini amesoma nini? Amesema utadu sijawana kwetu, utanidu. Anasoma pale, yes, I'm not a house girl. I'm not a house girl. Mimi sio bot. Amesoma mahali. Kama hajasoma, ana mshauri wake anayemshauri. Sababu mwanzoni hakuwa hivyo. Kwa nini leo anasema sio bot? Sisi kama mnaelewa kile unachofanya nini? Unachokitazama sana. Ndipo hazina ya moyo wako ilipo. Hazina ya maisha yako ilipo. The soul man thinketh, the soul he is in his heart. Nimesema nini? Kile mtu anachokifikiria sana na kukipenda, ndipo ndivyo alivyo. Ndivyo alivyo. The soul man thinketh, the soul he is. Mwangalie jirani yako, mwambie, wewe unaniwazia nini? Ndivyo ulivyo. Muulize tena, wewe unaniwazia nini? Simuulize, vipi? Muulize, muulize rafiki yako, muulize wewe, hoya. Wewe unaniwazia nini? Wakati wewe kwa pilika zako, wewe unaniwazia nini? Wewe unaniwaza nini wewe? Mwambie hivyo ndivyo ulivyo. Ukiniwazia mema, tajua wewe ni mwema. Ukiniwazia vibaya, najua ananiwazia mabaya naye ni baya. Sikiliza, hakuna mtu anaweza kukufikiria vibaya kama hana ubaya. Narudia tena, hakuna mtu anaweza kukufikiria vibaya kama ana ubaya ndani yake. Hakuna mtu anaweza
anaweza kukufikiria vizuri kama hana uzuri ndani yake. It is like that. Ndivyo ilivyo, na ndivyo neno la Mungu ilivyo. The soul man, yes. The soul man thinketh. The soul man, yes. Vile mtu awazavyo ndivyo alivyo, na hakuna kupinga hilo. Halipingwi. Mwambie rafiki yako halipingwi. Maisha ya macho ni mlango mkubwa wa kuharibu maisha yako ama yakatengeneza maisha yako. Unachokitazama sana ndicho kitakusababisha wewe aidha uendelee kuwa mwema ama uendelee kuwa mbaya. Hizo movie pornography, kuna watu wamo makanisani lakini they love to see nakedness. Wanapenda kuona uchi. Wana picha zilizowekwa kwenye mitandao. Kile unakiingiza hapa ndicho kitakuletea matatizo. Ukiangalia vitu kama hivyo ndivyo unajiletea matatizo. Matatizo gani? Wakati unaendelea kuangalia pornography, unaangalia mapicha ambayo yako uchi, kile unajiletea ndani yako ni jini mahaba, ni roho ya uasharati, roho ya uzinzi, roho ya ukahaba, na utaanza kutenda kwa sababu unatamani. Wacha nikwambie, uchi wa mwanadamu unatamaniwa na mwanadamu mwenzake. Kama unanielewa wewe? Tamaa. Kwa sababu sikiliza, mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanaume, lakini mwanaume hajaumbwa kwa ajili ya mwanamke. Sikiliza hapa. Sikiliza hapa. Hapo nisikilize hapa. Unielewa vizuri. Wacha nikuchanganya mambo. Mwanamke ameumbwa kwa ajili ya nani? Ya mwanaume. Mwanamke ni kwa ajili ya mwanamume. Mwanamume ni kwa ajili ya Mungu. Sikiliza hapa unielewa vizuri. Mwanamume hajaumbwa kwa sababu ya mwanamke. Ila ndio sababu unaona wanaume wanakaa kama kichaa. Ushaisikia mwanamke akiita mwanamume? Unless awe ni kaba. Pita hapa sokoni, utaona mwanamke anaja na mwanamume. Mwanamume. Oya. Wewe kati ukitona anatafuta jina. Nilikuona wapi? Kama tulikutana mahali fulani hivi. Na anasema, "Unaniona?" Unaniona bebe? Kama tulikutana vile. Wewe silikuona kule, silikutana kule kaje pale. Kwa hiyo ni pale ya ningune ama nikamuomba, anakuambia pana mimi ni wa Mbona. Bondoni hapo. Ndio nilikuwa nafikiria bondoni hapo bondoni. Kumbe ameona kitu akajiweka kwenye moyo, kikaja kwenye mawazo, kikaja kwenye kinywa, akaamua wacha sasa nifuate. Nitamke jambo. Na wewe uko jinga wako hapo, kasikati yako fupi. Ni kweli. Ni kweli. Niko kwetu. Unajua nikwambie, it is very rare kuona mwanamke amesimamisha mwanaume. Very rare.
Kwa sababu wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Mwanamume hajaumbwa kwa ajili ya mwanamke. Mwanaume ameumbwa originality kwa sababu ya Mungu na kutunza shamba la Edeni, kuifanya kazi ya Mungu. Mwanamke ameumbwa kama msaidizi, sio kichwa cha familia, kama msaidizi akusaidie kazi. Mwanamke asiye kusaidia kazi unayoifanya akufanya. Kama mpige wako mnasema amini. Unasikia wanawake mko hapa? Mwanamke ambaye akusaidii kile ambacho amekuja kwako akusaidie, akufanye. Uliiba ubafu wa mwenyewe, uachie urudi ulikotoka, sio wa kwako. Chupa hii ina shape yake, lakini maji yaliyo ndani hayana shape. Ndio haya maji yanachukua shape ya chupa. Ndivyo mtu alivyo. Mtu ni roho na kama ndani ya nyumba itoa mwili. Mwili na shape mikono. Sasa roho ikishaingia kwenye mwili inapata shape, inaingia kwa kuchuna huko, unasikia uchungu. Every roho itoke sasa. Roho itoke na alafu uchungu ndio mtu uniambia kama atatoa sauti. Roho ndio itia uzima, mwili haufanyi kitu. Mwambie rafiki yako, sasa unalalamika kukonda hapa. Muulize unalalamika kukonda. Sio muulize rafiki, unalalamika kukonda kama uko peke yako uniulize, unalalamika. Jiulize, unalalamika kukonda, unalalamika kukonda, jiulize unalalamika kukonda. Unalalamika kupunguza weight. Nasikia wanasema hivyo, kupunguza weight. Nimepunguza weight. Sasa sema hey. Macho yakitazama sana mapicha yasiyo na nguo, kile kinakuja kwenye mind ni kutaka kufanya the reality of what you have seen. Na ndicho kinaharibu vijana wetu leo, mpaka wanaamua kupractice. Baada ya wiki 2, mwezi mmoja ana mimba. Tumepoteza mabinti wengi hapa kwa sababu ukimwambia leo, badala ajue na haepukane, anasema pastor alikuwa anatoa story. The storyteller is a storyteller. Our pastor is a good storyteller. Our pastor very slim, very tall, very small, but very good in storytelling. Hebu kama umekaa na msichana karibu na wewe, muangalie tu, mwambie na kuhurumia. Wangapi wako form 2, form 1, form 2, form 3, form 4? Form 1, form 2, form 3, form 4. Inua mkono. Form 1, form 2, form 3, form 4. Inua mkono. Form 1, form 2, form 3, form 4. Be very careful. Be very careful. Naongea na ninyi. Be very careful. What you see, what you choose, the path you walk will determine your destiny. Munanisikia wanafunzi? What you see, what you choose, the path you pass through, whatever you associate with, and whoever you are similar to, that person will impart you, impart spirit. Utalipokea liroli baya, litakusumbua kwenye maisha. Leo kuna watu wanasumbuliwa na ndoa, wakiama mlango wa 3 wanaenda mlango wa 4, mlango wa 2, mlango wa 7. Hatulii kwenye ndoa. Kwa sababu gani? It will determine
with the ground where you started your life. Mahali ulipoanzia maisha yako ndipo itadetermine kwamba wewe kule mbele unakoenda kama utatoboa. Unanielewa? Mabinti, mnanielewa? Kile unachokifanya leo kwa sababu umekiona, and some ladies they are copying from other ladies. You are copying. Don't copy life. Mwangalia rafiki yako, mwambie don't copy life. Simwangalie, mwambie usikopi maisha. Live your whole life. Live a holy life. Ishi maisha yako, ishi maisha matakatifu ili umuone Bwana. Kwa sababu gani? Ukiona mwenzio amenyoa, takotia maji, takotia nini? Sijui kama unanielewa. Unanielewa? Ukiona rafiki yako amesuka msukile fulani, umeona si ndio? Don't copy msukile huo. Oh, wewe sio msichana. Unasikia? Wakati nitakuwa mkubwa nitakuwa nasuka kama fulani, alafu anatembeaga hivi, nitakuwa natembea. Unawasiana huo wanafanya hivyo kwa nyumba. They are alone ama they are two, alafu they are practicing. Vile waliona Brenda akiwa amevaa ama vile amesuka, nitakuwa nakajana kama Brenda, alafu nitakuwa nasuka kama yeye. Alafu niliona MP Naumbe anafanya, alafu anatembeaga hivi, na mimi nitakuwa natembea kama wewe. Ambia rafiki yako don't copy life. Nilienda kwa fulani nikakuta wanakula mayai, na mimi nataka niende nikale mayai kwao. Hebu niongezee maiki yangu, nasikia hiyo umeninyang'anya kama ndio nzuri zaidi. Unamtu kule nyuma asikii. Umefanya hivyo? Good. Safi. Hapo sawa. Usiweke mkono tena. Bwana Yesu asifiwe. Sabi. Wakati tulikuwa vijana, tulikuwa tunaona nyumba nzuri, tunasema haki yangu. Nitajenga yangu kama hiyo. Nitajenga yangu kama hiyo. Copyright. Na ikiwezekana na ipige na picha. Ukikuta bahari shamba na mwenzio imenawiri, umesema haki ya Mungu. Nitamuuliza alifanya nini? Ili anakwambia hata sijafanya kitu, nipanda tena na wewe ukiweka hiyo nguo kwako haivai. Ilaje? Mwambie rafiki yako don't copy life. Misingi ya watu wengine ni tofauti na misingi ya kwako. Weka msingi wa kwako ambao utakujenga kwenye maisha, ambao utafuna matunda mema wakati wa kesho. Sema haleluya. Baba, leo mbona ukemei wachawi? Mchawi wa kwanza ni wewe mwenyewe. Tumeongelelea masikio ama tumeongelelea macho? Twende kwenye masikio. Masikio ni adui kubwa kwenye mwili wa mtu. What you hear, what you listen, the reports you get, whatever comes on your way, you hear them, can affect your life positively or negatively. Kile unachokisikiliza kinaweza kuaffect maisha yako, aidha yakawa mema ama yakaharibika. Muziki unayosikiliza, nyimbo unazosikiliza,
ripoti unazosikiliza zinaweza kuafekti maisha yako ya kiroho na maisha yako ya hapa duniani yakaharibika. Ndio sababu leo vijana wengi wetu wameharibika. Wanataka wao wasanii, na wanaona kuwa msanii ni kuchoma masikio na kuweka ma earrings. Kuwa msanii sio lazima uweke earrings. Kuwa msanii sio lazima usuke nywele kama mwanamke. Kuwa msanii sio lazima ufute bangi ama ulewe ama uwe na wanawake wengi ili uitwe msanii. Ama nyuzi zako upake wanja ama ukatekate. Niliona vijana wanakatakata. Hiyo ni roho ya ushoga. It is a spirit of what? Ni pepo, ni shetani anayeitwa ushoga. Ndio sababu unaona vijana wetu wengi wakishakutana vijana wengine ambao wameshaingia huko upande wa usanii, wakajiunganisha mambo fulani, wanaambiwa ili uwe msanii kamili, ili ufanikiwe kamili, tuletee vijana wengine wa aina ya kwako, alafu wakija wanafanya kuwa mashoga mpaka watembee na wao. Sodomites. Unakuta kijana ameshafanya kuwa msichana na wanaoana kabisa. Nimetembea Nairobi, hata hapa mwingi, si ndio unakuta msichana mwingine ana baby leo sawa leo tule nini baby, nikununulie nini baby? Hebu sema wapiwe. Mwanamke anaoa mwanamke mwingine wapi? Mwanaume anaoa mwanaume mwingine wapi? Hivi nyinyi mko na akili timamu? Mwangalie rafiki yako, muuliza you know. Muuliza are you normal? Now mostly as we are talking now, the girls' schools, they are much affected. Girls' schools, boys' schools, they are the most affected ones. Kabisa wanafunga ndoa kabisa ya pete. Wanainitiatiana usiku. Wakimaliza masomo na tuition za jioni repress. They go in a secret places. They start exchanging vows. Will you marry me? Stupid. A girl kneeling for another girl. Will you marry me? Na wewe kwa sababu ya upumbavu unasema yes I do. Kumbe kuna watu wametumwa ili walete ripoti za mikuzimu waangamize wengine. They are devils work. This is the nini? Employers and employees. They are working for the devil. They want to initiate others.
They want to finish the younger generation. This is a very dangerous generation ambayo inahitaji neno la Bwana. Hata ikiwezekana kwa viboko, itaandikwa viboko, neno liingie kweli kweli kwa jina la Yesu. Kwa sababu inawezekana hivi leo mpira wangu umeshaza watoto wangu nakuta Heti ameshaolewa. Angelin unasikia kile? Angelin ameolewa na Angela. Just picture that. Take a photo of that. It's a demonic way. Musa jirani mwambie wewe unataka kunioa? Hemsema kwa jina la Yesu. So listen, kile unachokisikiliza ndicho kitaleta positive ama negative direction on where you go. Attitude that brings altitude. Unajua kuna attitude na altitude. Kile unapenda kusikiliza ndicho kina affect maisha yako, yawe mazuri ama yawe mabaya. Ukipenda kusikiliza nyimbo za kidunia, ndivyo unajenga nafsi yako kidunia, na ndivyo unapata maangamivu ya kidunia. Kama unapenda kusikiliza gospel, unapenda kusikiliza neno la uzima, hapo ndipo utajenga nafsi yako kuona ufalme wa Mungu ukikaa ndani ya utakatifu. Majeshi. Mwangalia rafiki yako, muulize leo kwani kuna nini? Ukiona kitu Roho Mtakatifu anataka kiongelelewe. Bwana wewe hapa message lakini si yahubiri. Hapa message haya lakini si yaifuza. Kuna vitu nataka viachiliwe. The time King Uzziah died, Isaiah saw God. Wakati mfalme Uzziah alifariki, Biblia inasema wakati alipokufa, Isaiah anasema nalimuona Bwana. Kuna vitu vinastahili vive katika maisha yako ili ukamuone Bwana. Usharati uve, kusikiliza mambo ya kidunia kuve, ili wewe umsikilize na umuone Bwana katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. You can't serve two masters at a go. Uwezi ukamtumikia Bwana na Mamoni. Uwezi ukatumikia miungu miwili. Uwezi ukatumikia mabwana wawili. Upo kanisani, kesho uko kwa mganga wa kienyeji. Uko kanisani na bado unaulizia usikie kwa habari ya nani mkubwa zaidi. Anaweza akakutibu, anaweza akakuganga, anaweza akakupa kutizama biashara. Haiwezekani. Mwambie rafiki yako haiwezekani. Mwangalie jirani yako usoni, muulize are you here? Muulize are you here? Masikio unachopenda kusikiliza ndicho kitajenga aidha ufalme wa shetani ndani yako ama ufalme wa Mungu ndani yako. Kile unapenda. Vijana hoye! Vijana hoye! Kile unapenda kusikiliza kwenye TikTok, kile unapenda kusikiliza ulicho download, hizo earphones unapenda kuweka ili sisi tusisikie, wewe usikie peke yako. Ila kijenge maisha yako ama kiharibu maisha yako. Kama ni cha kimungu kitajenga maisha yako, na utakuwa mtu wa thamani kwenye maisha. Utakuwa mtu wa kupendeza Bwana na kumtukuza Bwana. Hata wewe mwenyewe
utakuwa na uwepesi wa kumwabudu Bwana. Utakuwa ukipiga magoti tu ukimwomba Bwana unasikia flow. Ukitaka kumsifu Bwana unasikia una flow. Lakini ukipenda kusikiliza mambo ya kidunia, utakuwa ukitaka kuomba dakika 2 haziishi ushalala, dakika 2 haziishi ukisema Biblia kinaharibikiwa. Hata ukisikiliza neno wenyewe unasikia kulala tu. Hata hivyo nilianza kuongea tangu mwanzo mpaka sasa hivi kuna mtu tu kabisa hajaelewa chochote. Because haingii. Why? Memory is full. Yes, memory is full. Muulize rafiki yako, is your memory full? Muulize, memory yako iko full? Oya. Kuna factors. Muulize rafiki yako, kuna room? Unajua memory ikijaa, unaonanga na ile simu ya Sam akichukua video. Anachukua tu hivi. Paka ukiguza tena anakuambia memory full, delete some large files. There are large files in your memory. Please, I beg you, my friends. I beg you, delete them. Format your memory. I beg you in the name of the Lord, delete that files. Format everything. Mwalau Mungu awe mwalimu wako leo. Mwalimu Roho Mtakatifu hakufundishe aweke vitu ndani ya maisha yako ufanikiwe kwenye maisha. Hiyo ndio tunataka tu. Yes. As Donatella is telling the story. Wasichana wetu nimewaambia wameharibikia hapo. Mpaka nikauliza Mungu hao wasichana hata afadhali kama singeongea. Hakuna kitu kibaya kuongea na mtoto sasa hivi. Alafu anafanya ukiondoka tu anafanya kila kitu unamwambia. Anaangalia Mungu zaidi ya dunia. Haya. Listen. Kama kuna sehemu watu hawapendi kuambiwa ukweli, ni mwingi. Kama kuna sehemu watu hawapendi kuambiwa ukweli, ni mwingi. Here we have mwingi hapa tulipo sasa hivi. People, they don't want to be told the truth. They want to be entertained. We can't entertain nonsense. Tell your neighbor, we can't entertain nonsense. We tell you the truth. Either you go or you stay. We must tell the truth. Bible says the truth will set you free. If you don't want to be free, you don't want to listen for our gospel, the door is open. Quit. So pick up a coffee kama utaki. Or you want to quit. Yesu akasema damu hii akainua kikombe akasema hii ni damu yangu hii. Atakayeinywa atakuwa na uzima milele. Mkate huu ni mwili wangu. Atakayeula atakuwa na uzima milele. Walipoangalia sema jamaa anatulisha mwili wake, waje tusepe. Wakaanza kuondoka. Wakaanza kuondoka. Buda anataka kutulisha mwili wake. Sisi tukule nyama za wanadamu, kwa hizi ni majini. Jamaa wanaondoka. Alafu sasa akina Petro wako pale. Petro ako stranded. Yesu
nifuate. Yesu, nifuate. Yesu naye akamwangalia Petro akamwambia, Petro, unataka kuwafuata wenzio? Ni ufuate hao, tukuache wewe, twende wapi? Auliza Petro, unataka kuwafuata wenzio? Hey, mwalimu, tuwafuate hao, tukuache wewe, twende wapi? Tupe hiyo damu na mkate tunywe. Mpaka leo tunasema habari za kina Petro, tunasoma habari za kina Andrea, tunasoma habari za kina Bartholomayo, tunasoma habari za kina Filipo, tunasoma habari za kina Yohana, na leo injili inaendelea mbele. Unasikia wewe? Kwa hiyo the door is what? Open. If you don't want the body of Christ, you don't want the blood of Jesus, the door is open. Hakuna mtu amezuiwa. Hakuna mtu amefanya nini? Amezuiwa. But we must talk the truth. We must tell the truth. We must preach the truth. We must express the truth. We must give you the truth. Sema amen. Mwambie rafiki yako, unaelewa? There is somewhere I went to the event. I went to the event. Sitaki kusema ni wapi.